elimu nchini, hasa katika kipindi cha mpito kuelekea utekelezaji wa mtaala wa umahiri CBE. Hali ya elimu katika kaunti ya West Pokot inaendelea kuibua maswali mazito. Katika eneo la Pokot Kusini, wanafunzi wanakumbwa na changamoto si haba, ikiwemo umbali wa kufika shuleni, miundombinu duni, pamoja na uhaba wa rasilimali muhimu za masomo katika shule nyingi. Changamoto hizi zimeathiri pakubwa maendeleo ya kielimu ya wanafunzi katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Mike Chalo alizuru kaunti ya West Pokot na kuandaa taarifa hii ili kuangazia kwa kina hali halisi ya elimu katika eneo hilo. Kila asubuhi kunapokucha na Wakenya wanapoamka ni ishara ya mwanzo mpya uliojaa matumaini kwa wanafunzi na wazazi sehemu mbalimbali ya taifa la Kenya. Kwa nia na azma, wanafunzi wakilazimika kupiga blanketi teke na kukumbatia kibaridi na umande wa asubuhi ili kufika shuleni kujenga msingi wa kesho. Achia mbali wanafunzi wa mjini wanaotumia magari au wamewahi kutumia magari kufika shuleni. Katika kaunti ya West Pokot, kata ndogo ya Kiptomoni iliyopo eneo bunge la Pokot Kusini, mambo ni tofauti. Hapa sio kujizatiti tu ili kupata elimu, bali ni hatua ya kupiga moyo konde ili kufika ilipo elimu yenyewe. Baadhi ya wanafunzi katika shule hii husafiri kilomita zaidi ya 20, milima na mabonde kila siku ili kufika shuleni. Msukumo wao ukisingiziwa na kesho bora iliyobeba matumaini ya kufanikiwa maishani. Tofauti na maeneo ya mashariki na kaskazini mashariki ya kaunti ya West Pokot yaliyokame, maeneo ya Pokot Kusini na magharibi yana utoshelevu wa mvua kutokana na kuwa kijiografia yapo nyanda za juu, lakini hili pia ni changamoto. Kila kunaponyesha huwa ni kikwazo kwa wanafunzi wa shule hii ya mseto ya Kiptomoni na shule zingine eneo hili. Milima, mito na mwendo mrefu ukiwa kizingiti kikuu. Achia mbali mizozo ya kijamii. Changamoto ya hii shule, mimi naona hii watoto natoka mbalimbali. Kuna wengine natoka milima ya huko juu na wengine natoka upande ile. Daraja ijakuwa sawa sawa, ikinyesha watoto ya semili ya ngambo hawezi kufika shule sababu hakuna mahali pa kupita. Kifika karibu mwezi wa 4 hivi inakuwa mbaya sana. Mwezi wa 3 inanyesha watoto hawaendi shuleni. Licha ya shule hii ya Kiptomoni kuwa na madarasa ya msingi na moja la sekondari ya awali JSS, inakumbwa na upungufu wa miundombinu ya elimu. Kwa mfano, darasa hili halina milango wala madirisha. Hapa madawati ni mawili licha ya kuwa darasa la wanafunzi takriban 20. Pamoja na hilo, umeme na mtandao wa mawasiliano ni hadithi kwa walimu na wanafunzi wa shule hii. We are not with other communities in this Republic of Kenya because of the terrain of the area. We don't have roads, we don't have network. Vile mnaona imejengwa lakini madarasa haijatosha, na zaidi madirisha bado iko wazi. Wakati wa baridi watoto wanasikia baridi zaidi. Yote 9, 10 changamoto kubwa walionayo wanafunzi wengi katika eneo la West Pokot ni sare ya shule. Bei na upatikanaji wake umekuwa adimu. Hata ukiona watoto wadogo bado wako na nini, wanakanyaga jina wana viatu. Hiyo ni shida kubwa sana. Toka hapa paka huko Sina paka hapo Kapsangare kilomita 20 kwenda kutafuta uniform ya watoto. Utakula pesa ngine hata 300 kwenda. Kama uko na watoto 5, mtoto mwingine anakosa kwa sababu ya transport. Taasisi ya sayansi na teknolojia ya Rift Valley almaarufu ARVIST kwa muda sasa imekuwa ikizidisha matumaini na kujaza tabasamu kwenye nyuso za wanafunzi katika shule hii ya West Pokot. Kwa mradi wa kipekee, elimu ya kiufundi imekuwa ikiambatanishwa na uhisani. Taasisi hii ya sayansi na teknolojia ya Rift Valley imekuwa ikichukua vipimo vya wanafunzi wa msingi kutoka kaunti ya West Pokot, huku wale wa chuo wanapofanya mtihani wa ushonaji wakiufanya si kwa nia ya kuhitimu tu, bali wakijua matokeo yake yataleta utu, mabadiliko katika jamii na kuwaheshimisha wasionavyo.
We took our students to start from the basics. They go and do the fitting, take the measurements for the garments which they are going to make. Then we pick the colors for that primary school, and the students came back to class for practicals. They actually did the dresses, the shirts, the trousers. So it is not a change of a lesson. It is not introducing new materials for training, but we use the same materials that we could have used and otherwise not utilized by anyone. So this particular project has been very great because a total of over 400 students would today benefit. Juhudi za taasisi hii ni moja kati ya nyingi zinazohitajika ili kufanikisha usawa wa elimu nchini, idara ya elimu inapoendelea kukabiliana na changamoto za ujio mpya wa mtaala wa CBE. The students will continue the training while somebody else somewhere who is disadvantaged will benefit from this uniform. So this is a great project which I believe will be more sustainable than making some projects which will just lie idle. So I think this is the way to go, because there is no need for us to be doing artifacts and then we throw them. You know, you weld something small like a chair, and then you sell them as scrap. I would rather then we just go a full scale, make the chair, then donate it to a school, and we'll be killing two birds with one stone. Nyuma yangu ni shule inayopatikana katika milima ya Tomoni inayotegemewa na mamia ya wanafunzi wanaopitia changamoto tele, lakini wanaolazimika kupanda milima na mabonde kila siku ili kusaka elimu kama mwanafunzi yeyote yule. Kutoka katika kaunti ya West Pokot, mimi ni Mike Chalo. Naam, shukran sana Mike Chalo kwa taarifa hii.